Ule wakati wa Mbalamadi kuingia kwenye matatizo hatimaye umefika. Tunafahamu kabisa yeye ndiye aliyesuka mipango ya kuweza kumkamata baba yake aweze kwenda jela. Tunajua kabisa ile pesa ambayo aliyopewa na huku nyumbani kwa Dubu, basi hiyo baada babake kuweza kumnyang'anya, alichukua hiyo akawapelekea wavuta bangi waweze kumpatia machicha ya bangi, alafu kisha aweze kuyaleta hapo nyumbani ili waweze polisi kumkamata. Na kweli polisi waliweza kumkamata kisha na kuweza kumpeleka. Sasa hapo kwa upande mzima wa Kasongo kaamua sasa kuweza kuweka wazi, kuandika barua ili kusudi aweze kumpa Dubu, ili kusudi itakapofahamika hivyo basi iwe rahisi kuweza kufuatilia rasmi. Sasa kupitia hili basi kwa upande wa Mbalamadi anakwenda kushtuka sana baada ya haya yote kuweza kufahamika, kwa sababu yeye malengo yake ilikuwa ni kwamba aweze kufanya hivyo ili kusudi aweze kupata nafasi ya kuja kuishi hapo nyumbani hapo kwa kina alipo Kasongo. Kwa hivyo hapo ni kazi kubwa sana, ukweli wote sasa unakwenda kufahamika. Basi ni kualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network sehemu pekee ambao huwa tunazungumzia uchambuzi kwa kina, sasa tukitazamia mambo mengi kweli, lakini kubwa zaidi ni kufahamisha yale ambayo yanayokwenda kujili. Sasa kama nilivyokujuza, tumeweza kuona namna gani ambavyo kwa sasa Mbalamadi ukweli wote umefahamika. Ameweza kumwandikia barua Kasongo, kumwandikia barua Dubu ili kusudi aweze kusoma barua hiyo, aweze kuona namna gani ambavyo huyu Mbalamadi kitu alichokifanya, kwa sababu kwa upande wa Kasongo hataki kabisa kuweza kufahamika kama yeye anafahamu vitu vingi sana, kwa sababu wanaweza kumuuliza maswali mengi kwamba imekuja kwaje, au akawa kwenye grupu fulani hivi ambalo aidha kama akifahamika ni mtu fulani, basi watu wanaweza kutafuta njia ya kuweza kuishi naye kwa namna nyingine. Kwa hivyo ndio maana huwa anajaribu kutafuta namna nyingine kabisa ambayo anakuwa anawasaidia. Sasa wakati tunaanza ni kwamba kwa upande wa Mbalamadi alikuwa haamini kabisa kama huyu ambaye ni Kasongo ana nguvu za ajabu hadi hivi sasa, lakini kuna aina fulani hivi ya wasiwasi ambao umeweza kumuingia na amekuwa akifikiria na kuwaza kwamba ni kweli huyu Mbalamadi huyu Kasongo sio mtu wa kawaida sana, kwa sababu tangu alivyozidi kumzuia zaidi, basi inaonekana na nguvu, na hizo nguvu basi zinakuwa ni za ajabu, kwa sababu pindi anapomzuia anakuwa hatumii nguvu nyingi sana. Kwa hivyo hiyo inatilia wasiwasi sana kwamba huenda hizi nguvu sio za kawaida kabisa, kutokana na namna ambavyo inavyofanyika au jambo linalotokea. Sasa wakati amelala chumbani ni kwamba Mbalamadi huwa yeye anataka alale peke yake kitandani, afu yeye anamlaza chini, anamfanyia figisu. Sasa wakati huo Dubu alikuja kule kusikia, kuangalia hali halisi ya vijana wake wanaendeleaje na nini. Wakati anaingia pale ndipo ambapo ilibidi aweze kumchukua huyo ambaye ni Mbalamadi, aweze kumbeba Kasongo na kumtupa kitandani hapo, ili kusudi asije akaonekana kwamba Eza ni mtu ambaye ana roho tofauti kabisa au roho nyingine kabisa. Kwa hivyo yaliyotokea hapo baadaye alijikuta kimuumiza. Lakini yote kwa hayo mambo mengi sana yalijili huko, tukiona pia wakati walipokuwa akielekea shule sasa, ambapo hapo ndipo ambapo alipoweza kupewa ile shilingi 5,000 waweze kugawana, lakini alitaka kumdhulumu, hasa kuweza kumpatia 500. Mwisho wa siku akamzuia kabisa. Sasa kuna issue moja hapo ambao pia tuweze kuzungumza kwa ufupi sana, issue nzima ya Mama Misondo. Mama Misondo unafahamu kabisa aliwekewa dawa na Odo. Sasa baada ya hapo mume wake ilibidi aweze kumkimbiza hospitali, lakini hospitali akaambiwa kwamba atafute njia nyingine. Sasa baada ya hapo ni kwamba baada ya kuwa hayo yote yamejili, ikabidi aweze kumrudisha nyumbani. Sasa issue ni kwamba kwa upande mzima tunafahamu kabisa Mama Odo au Mama Cheusi ndiye aliyemloga mtoto wake huyu ambaye ni Cheusi. Odo ndiye aliyemloga mtoto Misondo. Amemfungia, yani amechukua akili zake ameziweka pale, yani amezifungia pale. Ndio maana ukijaribu kutazama kuna wakati Misondo anatoka kule anaelekea nyumbani, aliweza kumuona mtu anafanana kama yeye. Sasa yule ambaye amefungiwa mle ndani, yule ndio halisi sasa, yule ndio mwenye akili, anaweza kueleweka sasa, lakini anakuwa hana namna ya kufanya. Kwa hivyo huyu Mama Misondo yupo na Misondo ambaye ni created, yani mtu ambaye ni mzimu wa Misondo ambaye yupo naye huko nyumbani. Lakini sasa kuna issue moja ambayo hapo bado ngoma ni draw, hasa kwa namna ambavyo alivyomtibu akawa haoni tena. Odo alimtibu mtoto wake ambaye ni Cheusi, akawa haoni tena. Hii kiashiria wazi kwamba vita bado haijaisha, hata kama akimuua au akifanyeje, akimfanyia baya lolote Mama Misondo,
basi hakuna kitu ambacho atakuwa amefanya hasa kuweza kumwokoa mtoto wake, bali inabidi wote wakae pamoja, wajadiliane, waweze kukubaliana kwamba wote watoto wao waweze kupona. Sasa hivi mambo yanavyoendelea, wanazidi kupandishana hasira. Itafika hatua sasa kuna muda itakuwa sasa hakuna kusikilizana sasa, kwa sababu ya namna ambavyo ilivyo. Lakini mama Cheusi yeye hataki kabisa, yeye anachokitaka, na naamini yeye ana nguvu zaidi. Lakini ndio hivyo, kammaliza, kamdondosha chini mama Misondo. Lakini mwisho wa siku matumaini yake ilikuwa ni kwamba baada ya kumdondosha chini, basi aweze kumponya huyo ambaye ni mtoto wake ambaye ni Cheusi. Lakini mwisho wa siku hakufanikiwa kabisa kuweza kumponya. Kampaka dawa, lakini mwisho wa siku ndio hivyo tena. Mdawosa akapewa taarifa kwamba babake na Misondo kaona amtume Misondo aweze kuelekea kule, aweze kuleta taarifa. Sasa kaenda kuchukua taarifa kule, mwisho wa siku ndo kakuta hivyo. Misondo kakataa kabisa, akasema nitakuja baadaye. Lakini ukweli ni kwamba Misondo hajui hii ligi na jinsi inavyoendelea. Kuna kitu cha kunoti ambacho taenda nacho pale, hasa kwa upande mzima wa Misondo, pale alivyomuona mtu mwingine. Atakuja amuelezea mama yake atagundua siri kwamba kumbe ndio hivyo. Basi hapo ndipo ambapo ligi itazidi kuendelea. Hii vita bado inaendelea. Je, unahisi nani atakayeshinda, au wakae chini pamoja waweze kujadiliana na kuweka mambo sawa? Nijuze hapo kwenye comment. Lakini tumsini kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, alafu kisha tuweze kuzungumza mambo mengi kweli kweli. Sasa wakati tukiendelea ni kwamba mambo yanazidi kuwa mengi na yanazidi kufurahisha na kupata funzo nzuri sana. Lakini tuliweza kuona Nurati baada ya kuona mpenzi wake amempangisha, amemfanyeje, kumbe jamaa anatumia uchawi, ndio maana alienda kwa mganga kule. Lakini mwisho wa siku Nurati akaona amtafutie vijeba waje waweze kumsaidia, maana asingepewa funguo za ile geto. Ni mambo inoma. Sasa wakati huo tukiendelea ni kwamba kama nilivyokujuza, Kasongo kaamua kuweza kuandika barua ujumbe aweze kumpelekea. Sasa unahisi nini kitakachojiri? Kitakachojiri ni kwamba hapa kwa upande wa Dubu atawaita wote, atamuita pia yule Mbalamadi na kumuuliza kwamba hii barua imetoka wapi, lakini je, kuna ukweli wote ule? Ataonyesha wasiwasi mkubwa sana, hii ambayo itaonyesha wazi kwamba inabidi aweze kulifuatilia swala hili. Hii ni noma kweli kweli. Basi niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network. Asante sana na mimi, tukutane muda na saa mwingine. Asante. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Kitu pekee ambacho Kasongo hakutaka Mbalamadi aweze kufahamu ni kama yeye anaujua ukweli wote kuhusiana na
kumchomesha baba yake, yani kuhakikisha kwamba anatengeneza mpango ili kusudi baba yake aweze kwenda jela. Hicho ndicho kitu ambacho pale hakukifahamu. Kama angeweza kumuelezea ukweli kwamba anafahamu, basi bila shaka hapa namna ambavyo Balamadi anavyojifikiria na kusema kwamba atakuja kumkomesha Kasongo, basi ingekuwa asingewaza hivyo. Ndio maana hadi sasa mawazo yake anahisi kwamba aidha amebahatisha kwa namna ambavyo alivyomkamata vile, bali hajui kama Kasongo ni mtu mwenye nguvu za ajabu sana. Na mali kubwa endelea kuenjoy, lakini mambo ni mengi kulikweli. Hasa tumeweza kumuona mamake na Misondo ndo kabebwa vile. Hapa mamake na Cheusi kashachukua pointi 3 za kwake, yani tayari kashamlaza chali, manake hapo ushindi unakaribia. Unazungumziaje kuhusiana na swala hilo la mama Cheusi kuweza kufanya mchakato kumwekea dawa pale chini, lakini mamake na Misondo kuweza kudondoka chini? Je, kama mama Misondo akibahatika kupona, unahisi ni kitu gani ambacho atakachofanya, yani kuweza kumfanyia huyu mama yake na Cheusi? Unahisi ni kitu gani ambacho ataweza kumfanyia? Basi ni kualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Net, ukisema pekee ambao unazungumzia uchambuzi kwa kina, na leo tupo na movie ya Huyu ni Nani, ambapo tutazungumza vitu vingi kwa kweli. Kichwa msingi kama nilivyokujuza, hakikisha unaonyesha upendo wako kubonyeza neno sara, kisha unaweza kualika moja kwa moja tuweze kutazama uchambuzi hapa au tutazama uchambuzi. Lakini movie kamili inapatikana kupitia channel ya Dubu TZ, ndipo ambapo movie inapatikana. Kwa hivyo kama ulikuwa unaitafuta movie, basi huwa inatoka baada ya siku 3, lakini hapa watu tutazungumzia uchambuzi. Kwa hivyo nataka kuweza kulifahamu hilo moja kwa moja kwamba hapa ni sehemu ya uchambuzi tu, lakini movie inapatikana kupitia channel ya Dubu TV, ila hapa sisi ni uchambuzi. Basi nikualike, kama tuko pamoja, tuungane na sisi. Lakini kama haupo tayari kutazama uchambuzi, una nafasi pia kudondosha maoni yako hapo chini. Tuambie ni kitu gani ambacho unakiona kwa sasa kwamba kiboreshwe au kiweze kuwekwa sawa, hasa kwa upande wa kupost eza kila siku, au namna gani fulani wewe unavyoona, alafu unaweza kaondoka salama kabisa hapo. Lakini pia usiondoke kabla hujabonyeza neno subscribe. Lakini pia kwa wale wapenzi wa uchambuzi, basi nikukaribisha sana. Sasa moja kwa moja tumeweza kuona kwanza, wakati tunaanza ni kwamba walimkaribisha Balamadi na utaratibu unazidi kuendelea waweze kufahamu ni wapi alipo. Lakini pia tumeweza kumuona Balamadi akifurahia kweli pale nyumbani na kumwambia Kasongo kwamba ni sehemu aliyoimisi sana wakati ule alipokuwa kitandani. Lakini katika wakati ule alipokuwa kitandani, kuna majadiliano ambayo aliyadili, ambayo ameweza kuonyesha wazi kwamba Balamadi wa Kasongo kuna kitu anachokijua cha ukweli ambacho Balamadi kitampa wasiwasi sana, kama aidha ikija ikatokea taarifa zikapelekwa sehemu nyingine. Sasa tumeweza kuona ni kwamba huyo babake, na tumeweza tumeona babake na Misondo alikuwa anakula vitu pale na mtoto mzuri, anamnunulia chips akimdanganya kwamba waweze kuelekea viwanja vingine na nini. Lakini mwisho wa siku ameweza kumbuka baada ya mtoto kuja hapo na nini, na hivyo mambo yakawa hivyo. Tunafahamu kabisa mama yake na Misondo ndio aliyefanya hivi hadi mtoto akawa hivi. Lakini kama ikitokea wakaelewana vizuri, basi mambo yanaweza yakawa vizuri kabisa kutokana na jinsi ambavyo vinavyoendelea. Lakini bado vita inaendelea na ni nzito sana. Vita hii sijui itaishaje. Maoni yako ni yapi? Sasa lakini pia kwa upande wa namna Balamadi alivyokuwa akiishi pale, tumeweza kuona ni kwamba alikuwa yupo pale, lakini mwisho wa siku baada ya muda wamenunua. Sasa endelea kuenjoy hasa ukibonyeza neno sasa. Lakini wakati wewe ukinisikiliza, chukua dakika chache tu, sekunde chache tu, hasa kwa kuweza kudondosha maoni yako hapo chini kwenye comment. Tuambie kwenye comment kwa upande wako ni kipi ambacho unachokiona kwamba kifanyike, au aidha kipo sawa au kipo sawa. Kisha maoni yako hapo chini. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unakuwa na sisi kubonyeza neno subscribe. Lakini pia unaweza kumuona Mwamba Simon ameweza kuumbuka mbele ya watoto. Kumbe Mwamba ni tapeli huyu. Sasa analipiwa kodi na watu wawili na zote anazila. Lakini mbaya zaidi ni kwamba hapo kwa asilimia kubwa ni kwamba amejikuta akiwapoteza wote kwa pamoja. Hapa ambapo ni kazi kweli kweli, hapo kazi ipo kweli kweli. Sasa tukija katika wakati mwingine, sasa wakati huu ni kwamba sasa tuzungumzie swala zito sana ambalo tumeweza kuliona pale. Ni kwamba Odo ambaye mama yake na Cheusi amekuja pale nyumbani pale kwa mama Misondo. Kafika pale kwa mama Misondo, kicho chokifanya ni kwamba alijua kabisa huyu anaondoka, huyu mguni wa kutoka. Kwa hivyo akasema hapa kichwa msingi ni kwamba ni kuweka chini pale dawa, alafu kisha kuweza kuanza safari ya kuweza kutoka. Anaweka dawa pale chini, alafu kisha anamwangalia anamwangalia kile ambacho kinachojili kwamba ni kipi ambacho kitakacho kuja kutokea. Sasa hapa issue baada ya hapa ni kwamba ameweza kusubiria pale, na punde si punde, sekunde chache tu imekuja kutokea
anatoka pale mamake na Misondo, katoka pale katoka nje tu kamata zile dawa, kichwa kikaanza kumgonga, mwisho siku akajikuta kadondoka chini, hali ambayo imeweza kupelekea aweze kubaki pale. Sasa baada ya pale mamake na Cheusi, baada ya kuona amedondoka chini, kwa hivyo akaona hii ndio nafasi ya kusepa zake. Sasa hajui ni kipi kitakachojiri, lakini anajua kabisa kwamba hadi hapo kashafanikiwa au kashafika mbali au kutimiza malengo yake ambayo alikuwa akiyawaza au akiyafikiria. Sasa baada ya hapa kinachofuata ni safari ya kusepa kuweza kuondoka moja kwa moja. Sasa issue ni kwamba alikuja pale Misondo pale, lakini pia alikuja pale mzee mwenyewe babake na kuweza kumchukua pale, kisha akaweza kuelekea kule, amempeleka lakini ampeleka hospitali, lakini itabidi waweze kumpeleka kule mganga wao yule na kuweza kuambia kwamba hapa kuna jambo ambalo limefanyika ambalo haliko sawa kabisa, kazi lipo nini nzito. Lakini ukiangalia ni kwamba Dubu ni kweli ametokea kupenda, lakini Mchuchu na yeye kule tena kaweka kipingamizi kwa ule jamaa, akasema hamtaki kabisa, anataka akapata mpenzi mpya. Na muda huo punde si punde ni kwamba Dubu alikuwa anaelekea kule nyumbani. Sasa kwa hivyo hapo kazi ilikuwa ni sema. Sina ziada kwa siku ya leo. Hii Bongo Movie Network, asante kwa na mimi. Hakikisha unabonyeza neno subscribe na kufikisha tukutane muda na saa mwingine. Asante kwa kuwa na mimi. Kitu pekee ambacho Kasongo hakutaka Mbalamadi aweze kufahamu ni kama yeye anaujua ukweli wote kuhusiana na kumchomesha baba yake, yani kuhakikisha kwamba anatengeneza mpango ili kusudi baba yake aweze kwenda jela. Hicho ndicho kitu ambacho pale hakukifahamu. Kama angeweza kumuelezea ukweli kwamba anafahamu, basi bila shaka hapa namna ambavyo Mbalamadi anavyojifikiria na kusema kwamba atakuja kumkomesha Kasongo, basi ingekuwa asingewaza hivyo. Ndio maana hadi sasa mawazo yake anahisi kwamba aidha amebahatisha kwa namna ambavyo alivyomkamata vile, bali hajui kama Kasongo ni mtu mwenye nguvu za ajabu sana. Na malikumu endelea kuenjoy, lakini mambo ni mengi kulikweli. Hasa tumeweza kumuona mamake na Misondo ndo kabebwa vile. Hapa mamake na Cheusi kashachukua pointi 3 za kwake, yani tayari kashamlaza chali, maana yake hapo ushindi unakaribia. Unazungumziaje kuhusiana na swala hilo la mama Cheusi kuweza kufanya mchakato kumwekea dawa pale chini, lakini mamake na Misondo kuweza kudondoka chini? Je, kama mama Misondo akibahatika kupona, unahisi ni kitu gani ambacho atakachofanya, yani kuweza kumfanyia huyu mamake na Cheusi? Unahisi ni kitu gani ambacho ataweza kumfanyia? Basi ni kualika moja kwa moja. Hii ni Bongo Movie Network, kisema pekee ambao unazungumzia uchambuzi kwa kina, na leo tupo na movie ya Huyu ni Nani, ambapo tutazungumza vitu vingi kwa kweli. Kichwa msingi kama ninavyokujuza, hakikisha unaonyesha upendo wako kubonyeza neno sara, kisha unaweza kualika moja kwa moja tuweze kutazama uchambuzi. Hapa au tutazama uchambuzi, lakini movie kamili inapatikana kupitia channel ya Dubu TZ, ndipo ambapo movie inapatikana. Kwa hivyo kama ulikuwa unaitafuta movie, basi huwa inatoka baada ya siku 3, lakini hapa watu tunazungumzia uchambuzi. Kwa hivyo nataka kuweza kulifahamu hilo moja kwa moja kwamba hapa ni sehemu ya uchambuzi tu, lakini movie inapatikana kupitia channel ya Dubu TV, ila hapa sisi ni uchambuzi. Basi nikualike, kama tuko pamoja, tuungane na sisi. Lakini kama haupo tayari kutazama uchambuzi, una nafasi pia kudondosha maoni yako hapo chini. Tuambie ni kitu gani ambacho unakiona kwa sasa kwamba kiboreshwe au kiweze kuwekwa sawa, hasa kwa upande wa kupost eza kila siku, au namna gani fulani wewe unavyoona, alafu unaweza kaondoka salama kabisa hapo. Lakini pia usiondoke kabla hujabonyeza neno subscribe. Lakini pia kwa wale wapenzi wa uchambuzi, basi nikukaribisha sana. Sasa moja kwa moja tumeweza kuona kwanza wakati tunaanza ni kwamba walimkaribisha Mbalamadi na utaratibu unazidi kuendelea waweze kufahamu ni wapi alipo. Lakini pia tumeweza kumuona Mbalamadi akifurahia kweli pale nyumbani na kumwambia Kasongo kwamba ni sehemu aliyoimisi sana wakati ule alipokuwa kitandani. Lakini katika wakati ule hapo kitandani kuna majadiliano ambayo aliyadili, ambayo ameweza kuonyesha wazi kwamba Mbalamadi wa Kasongo kuna kitu anachokijua cha ukweli ambacho Mbalamadi kitampa wasiwasi sana, kama aidha ikija ikatokea taarifa zikapelekwa sehemu nyingine. Sasa tumeweza kuona ni kwamba huyo babake, na tumeweza kumuona tumeona babake na Misondo alikuwa anakula vitu pale na mtoto mzuri, anamnunulia chips akimdanganya kwamba waweze kuelekea viwanja vingine na nini. Lakini mwisho wa siku ameweza kumbuka baada ya mtoto kuja hapo na nini, na hivyo mambo yakawa hivyo. Tunafahamu kabisa mama yake na Misondo ndio aliyefanya hivi hadi mtoto akawa hivi. Lakini kama ikitokea wakaelewana vizuri, basi mambo yanaweza yakawa vizuri kabisa kutokana na jinsi ambavyo inavyoendelea. Lakini bado vita inaendelea na ni nzito sana.